Dubai. Kachaji ipo abeki pale. Lakini ukosteka na simu yangu kwanza. Hiyo hapo imeshapita. Bakia wasi hapo. Kiongozi anafika. Tunaomba hapo mlangoni. Simama juu, DJ. Simama juu, simama juu. DJ. Haya, mikono juu. Kama wote. Mabadiliko ndo sasa kwa manufaa ya watu wetu na nchi yetu. Inachandisha nchi kwenye misingi yake. Inachandisha nchi kwenye misingi yake. Tanzania mwenzangu, hii ipo ndani ya mwezo wetu. Muda ni sasa wa kuongoza nchi yetu. Chama chetu, muda ni sasa yetu. Sehemu ya mabadiliko katika jamii. Ungana na sisi, ungane na sisi. Tunaomba hapo kwenye meza ya madije muondoke. Tunaomba kubakia wazi. Tafadhali. ACT Wazalendo. Mabadiliko na uwazi. Kigoma mjini bila ACT. Piga makofi tafadhali. Ndugu kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, lakini pia mwenyekiti wa chama mkoa wa Kigoma, katibu mwenezi mkoa, mjumbe wa halmashauri kuu, mwenyekiti wa jimbo la Kigoma mjini, katibu wa jimbo. Tulionao hapa ni viongozi, baadhi ya viongozi wa matawi, yani viongozi kutoka matawi 69 tupo nao hapa na wenye viti wao. Kwa awali ya yote, kabla ya kuendelea na chochote, huwa tuna taratibu zetu
za kufungua kikao au mkutano. Kwanza lazima tupige wimbo wa taifa. Kwa hiyo kwa heshima na taadhima, naomba tusimame sote kwa wimbo wa taifa. DJ, tunaomba. Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu, Afrika na watu wake. Asante sana. Makofi. Asante sana. Hivyo basi, kwa kawaida chama cha ACT Wazalendo ni chama cha kizalendo. Hatuwezi kufanya chochote bila kushiriki na wimbo wa taifa. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, sasa naomba nichukue fursa hii. Kwa kawaida ngazi zinatofautiana, au sio? Kwa sisi Waislamu, Jibrilu alimpeleka Nabii Muhammad kuna sehemu akafika, akasema mimi huko siendi, au sio? Sasa mimi naishia hapa. Naomba nikabidhi katibu wa jimbo la Kigoma mjini aendelee. Asanteni. ACT Wazalendo, mabadiliko na uwazi. Ndugu kiongozi wa chama, mwenyekiti wa mkoa, mwenyekiti wa jimbo, ndugu viongozi wa kata, habari za asubuhi. Siku ya leo ni kikao maalum. Mbunge wetu na kiongozi wa chama ametaka kuongea na viongozi wa matawi, na ndio maana katika kata tunaomba mwenyekiti na katibu. Lengo ni kuongea na viongozi wa matawi, kwa sababu tunaamini ili ACT iendelee kuwa na nguvu katika mji wetu wa Kigoma Ujiji, ni lazima matawi yawe na nguvu, na sisi tunataka tuelekeze nguvu zetu kwenye matawi katika kujenga chama chetu. Naamini tukiwa pamoja tutashinda, tutaweza. Sasa naomba nianze kuwatambulisha viongozi wangu wa kata. Kata Kasingilima, mko Kasingilima? Mko nje? Lubuga, naomba simame Lubuga. Walikuwa ndani, wengine wako nje. Kagera, simameni Kagera. Asante. Kasimbu, safi sana, asante. Kitongoni, asante. Kipampa, asante. Kipampa. Majengo, asante. Majengo. Mativioni,
Buzebazeba. Asanteni Buzebazeba. Businde. Asanteni Businde. Buhanda. Mko nje. Haya Gungu. Asanteni. Kibirizi. Asanteni Kibirizi. Bangwe. Asanteni. Kigoma. Mwenyekiti kata ya Kigoma hawajafika hata mmoja. Kata tuliofeli ni Kigoma. Mwanga Kaskazini. Tupo. Asanteni. Mwanga Kusini. Tupo. Hata ni mitaa mingi. Asante sana. Dumwe Bangwe tayari. Mwenyekiti kata tuliofeli ni kata ya Kigoma. Kata zilizokopa hapa ni 18. Lusimbi. Wapo. Mwenyekiti huyo hapa na nimeona. Machinjioni. Kata zote zipo kasoro moja. Nashukuru sana wote viongozi wangu wa kata kwa kufanya kazi kubwa kwa kulinda matawi yenu, na leo hii kweli nimeaona. Nawashukuru sana. Na kazi kubwa viongozi wangu wa kata ni kujenga matawi. Naomba hii leo iwe changamoto ya kwetu kwenda kujenga matawi na vikao vya matawi viweze kufanyika na muweze na nyinyi kata muweze kufanya vikao ili kwamba chama kiweze kujenga katika ngazi za chini. Kama tutakuwa na chama ngazi ya chini, tutakuwa tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Sasa baada ya utambulisho huu, vile niombe kwamba na viongozi wangu wa jimbo. Viongozi wa jimbo popote mlipo naomba msimame. Viongozi wa jimbo popote mlipo naomba msimame. Msalimie, naomba msimame, msalimie. Nashukuru sana viongozi. Lakini vile naomba katibu mbunge usalimie hapo hapo kwa kufahamu, mwingine wa kufahamu. Katibu wa mbunge huyo. Nashukuru sana. Sasa baada ya utambulisho huu na maneno ya awali, ni muombe mwenyekiti wa jimbo Suleiman bin Simba Masudi Simba atufungulie kikao chetu na kuendelea na utaratibu. Alma maarufu Simba, karibu. ACT Wazalendo, mabadiliko na uwazi. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi, ametuwezesha sote kwa pamoja kuamka leo tukiwa na afya njema na nikiwaoneni wote mpo katika hali ya furaha. Pia nimuombe Mwenyezi Mungu baada ya kikao chetu awarejesheni nyote nyumbani kwa salama. Karibuni sana, karibuni sana. Hichi ni kikao kilikuwa kinaliliwa sana na wenye viti wangu wa kata. Mlikuwa mkiomba sana kukutana na mbunge, sasa leo tumekutana na mbunge. Na hichi sio cha mwanzo wala cha mwisho. Mungu akipenda tuna utaratibu wa kupanga vikao kila baada ya miezi 3. Kama tulivyo tunakutana, tunazungumza tukiwa na mbunge. Hiyo itakuwa ni taratibu, tutajulishana siku zijazo. Baada ya kusema hayo, kikao chetu kimefunguliwa. Asante sana ndugu mwenyekiti kwa kufungulia kikao chetu. Sasa basi, kama alivyosema katibu wangu mwenezi, ninapofika mahala na wewe unapiga breki, unawaachia wengine waendelee kutamba. Naomba nimkaribishe kaimu katibu wa mkoa ndugu Juma Ramadhan aweze kuendelea na utaratibu. Katibu.
ACT Wazalendo, mabadiliko na uwazi. Kigoma Ujiji bila ACT haiwezekani. Wakina mama mko sasa? Haiharibiki jambo mkiwepo, si ndio? Wakina baba kama kawaida, au sio? Asante sana katibu wa jimbo kwa kunikaribisha ili niweze kuendelea na utaratibu. Jambo la kwanza kabisa, kama alivyosema katibu, kikao hiki cha leo amekiitisha mbunge wetu wa jimbo la Kigoma mjini ndugu Zitto Zuberi Kabwe, lakini pia ni kiongozi wetu wa chama taifa, na alikuwa na hamu kubwa sana ya kukutana na viongozi wa matawi. Kila alikuwa akipanga safari zake kuja Kigoma, akawa na wazo la kukutana na viongozi wa matawi na viongozi wa kata, lakini kutokana na changamoto mbalimbali na madhoruba ambayo yalikuwa kimkumba, ilipelekea tukawa tunaahirisha kila mara, lakini moyo wake ulikuwa unamsukuma kwamba aweze kukutana na viongozi wa matawi. Na nyinyi kama jinsi mnavyojua, mbunge wetu ameweza kupata matatizo mbalimbali yaliyopelekea kushindwa kukutana na nyinyi, ikiwemo yeye aliweza kupata mtikisiko na mtihani mkubwa wa nyumba yake kuunguliwa. Nyote mnajua kwamba pale Mwandiga nyumba ya Zitto Kabwe mbunge wenu iliungua moto mpaka ikaisha. Lakini pia wakati amekuja kutazama janga hilo kubwa lilomkuta na kuunguliwa na nyumba, wakati anarejea Dar es Salaam aliweza kukamatwa na jeshi la polisi pale airport Dar es Salaam kwa kosa la kwamba amelidharau bunge, na ikamtaka jeshi la polisi aende Dodoma kutoa maelezo kwenye kamati ya maadili ya bunge. Kwa hiyo wakalala naye mkesha jeshi la polisi, na baadaye wakawa wamemfikisha Dodoma na akawa ametoa maelezo ya utetezi juu ya lile jambo ambalo alilolisema. Haya yote ni madhoruba ambayo amekumbana nayo, yalikuwa yanampelekea ashindwe kukutana na matawi, kukutana na viongozi wa kata kwa sababu ya hayo. Lakini haitoshi, hivi karibuni nyinyi ni mashahidi, mmepata kusikia kwenye vyombo vya habari, hata kuona kwa macho kwenye vyombo vya habari kwamba kiongozi wetu alikamatwa tena na jeshi la polisi na kumpitisha kwenye vituo mbalimbali vya jeshi la polisi Dar es Salaam kwa makosa kwamba ametoa takwimu za uongo, na baadaye wakamnyang'anya mpaka mawasiliano. Mpaka leo hana mawasiliano kwa ile simu yake ya zamani. Kwa hiyo inawezekana kuna wengine ambao mnamtafuta kwa namba ile ya zamani, basi hapatikani kwa sababu simu yake iko kituo cha polisi. Kwa hiyo mazingira yote haya yalipelekea mbunge wetu kutokuja kuonana na viongozi wa matawi, ingawa wazo hili alikuwa nalo muda mrefu sana. Kila tukikaa vikao vyetu tunasema mimi lazima nikutane na viongozi wa matawi, lazima nikutane na viongozi wa matawi, lakini akisema hivyo anapata madhoruba, inabidi aende akapambane huko kuweza kukaa sawa. Kwa hiyo awamu hii ameweza kuja akatuambia, tumekaa vikao kama viwili vitatu, akasema safari hii siwezi kuondoka bila kukutana na viongozi wa matawi. Na ndio maana mnaona leo tupo hapa, ni kwa sababu ya mbunge wa jimbo la Kigoma mjini alipoahidi kwamba lazima akutane na viongozi wa matawi. Kwa hiyo leo mtakuwa na mengi ya kumsikiliza, lakini pia yawezekana na nyinyi mkawa na yale machache ya kumweleza. Hiyo fursa baadaye itatolewa. Lakini jambo lingine, kama jinsi mnavyojua, chama chetu cha ACT Wazalendo mwaka huu tutakuwa na mkutano mkuu. Mwaka huu tutakuwa na ACT Day tarehe 5 mwezi wa 5.
Kwa hiyo tutakuwa na maadhimisho ya kuzaliwa kwa chama chetu, lakini yatafanyikia wapi kimkoa tutawatangazieni. Kwa hiyo mwezi wa 5 tarehe 5 mwaka huu lazima tuanze kujiandaa mapema, na sherehe yetu iwe ni sherehe kubwa yenye kufaa kabisa ndani ya mkoa wetu wa Kigoma na jimbo la Kigoma mjini. Lakini pia kuna jambo la mkutano mkuu wa kidemokrasia wa chama chetu ambaye utafanyika mkoani Mbeya mwaka huu, lakini mwezi mtatangaziwa kwa baadaye na tarehe. Kwa hiyo tunajipanga, tunajua kuna changamoto mbalimbali za usafiri. Tumekuwa tukienda safari za mkutano mkuu wa kidemokrasia, wengine huwa wanabaki kutokana na changamoto za usafiri. Lakini tunasema kwamba safari hii tutajipanga vizuri zaidi, na taarifa mtaletewa mapema zaidi. Kwa wale wanataka kushiriki, basi tutakusanya majina yao mapema ili tuweze kujijua tuko wangapi na vyombo vyetu vya usafiri tujiandae kwa mfumo gani, ili wote tumwagike huko Mbeya tarehe mtakayotangaziwa na mwezi. Jambo lingine ni uchaguzi ndani ya chama chetu. Nyinyi ni mashahidi, mnajua kwamba chama chetu kipo kwenye kalenda ya uchaguzi wa ndani ya chama, kuchagua viongozi wa matawi, viongozi wa kata, viongozi wa jimbo, viongozi wa mkoa na baadaye taifa. Lakini zoezi hili tumeshalianza toka mwaka jana na uchaguzi wa matawi. Kwa namna moja au nyingine ya changamoto ambazo zilitukumba, uchaguzi ule tuliusimamisha kidogo, na baadaye tutatangazieni kuendelea kwa uchaguzi huo ndani ya mwaka huu na utamalizika mwaka huu. Kwa hiyo huko kwenye matawi yenu na huko kwenye kata zenu, wafikishieni taarifa wanachama wote kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na hivyo wajipange kuomba nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya chama chetu. Jambo lingine, siku ya Jumamosi kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara viwanja vya Mwanga Center. Mbunge wetu na kiongozi wetu wa chama ataongea na wananchi wa jimbo la Kigoma mjini. Lakini pia sisi kama viongozi twende kwenye matawi na kata zetu kuhamasisha watu kwamba saa 8 mchana tutakuwa kwenye viwanja vya Mwanga Center. Atakuwa ni mkutano wa kihistoria, tukawaambie mapema. Sasa naona makamu mwenyekiti anaingia. Sasa naomba sisi wote tuweze kusimama, tuweze kumpungia makamu mwenyekiti. Mheshimiwa Shabani Mambo anaingia. Karibu sana. Karibu sana baba, karibu baba. Karibu sana mke wetu. Atukae. ACT Wazalendo. Mabadiliko na uwazi. Hiyo ndio ACT. Chama ambacho kina matarajio makubwa ndani ya nchi hii kuliko vyama vingine ambavyo vinababaisha. Kwa hiyo siku ya Jumamosi tunahitaji uwanja wa senta upasuke. Wote twende kwa wingi, tuvae sare zetu, tuwe mbele kabisa. Ni mkutano wa mbunge, lakini sisi kama viongozi wa chama na wanachama tuna haki ya kuvaa nguo za chama, au sio? Wenzetu wana CCM, hata kama kiongozi wa serikali anafanya mkutano wanavaa sare za chama. Kwa hatuwezi kuachia fursa hii peke yao. Sisi ni lazima tuvae nguo za chama, na siku ya Jumamosi tuvunje rekodi. Tukawaambie ndugu zetu majumbani mapema kabisa kwamba Jumamosi majira ya saa 8 Mheshimiwa mbunge atakuwa anaongea na wananchi wa jimbo la Kigoma mjini. Jambo la mwisho na ni jambo la muhimu sana,
ndugu viongozi wenzangu wa matawi na kata, mwaka kesho 2019 tutakuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa. Tutakuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa. Kwa hiyo ni lazima tujipange vizuri mapema kabisa. Na ni lazima 2019 mitaa yote ya Kigoma mjini tushinde. Hatuna sababu nyingine yeyote ya kushindwa mtaa hata mmoja. Kwa sababu mpaka 2019 tutaonyesha mambo mengi ambayo tumeyafanya huko mitaani. Lakini pamoja na hivyo, sisi tuna nguvu kuliko chama chochote hapa Kigoma. Na itakuwa ni aibu kubwa eti tusikie CCM wamechukua kamtaa hata moja. Hatukubali. Tuko tayari kushinda mitaa yote mwaka kesho? Wakina mama mko tayari kushinda mitaa yote mwaka kesho? Wakina baba na vijana mko tayari kushinda mitaa yote mwaka kesho? ACT Wazalendo! Mabadiliko ya nafasi! Kwa mwaka kesho ninaamini mitaa yote ya manispaa Kigoma Ujiji itakuwa chini ya chama tawala cha ACT Wazalendo hapa manispaa Kigoma Ujiji, si ndio? Na ni wembe ni ule ule, na mwendo ni ule ule, ACT ni ile ile. Tutakuwa na ujumbe wa kuwafikishia. Kuna kaulimo huko tutakaandaa mzee, tunamwambia wenzetu ACT tumekuja tena na tunataka tena, au sio? Tumekuja tena, tunataka tena. Kwa hiyo mimi naamini itakuwa ni furaha isiyokuwa na kifani mwaka 2019. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Mkoa, kwa haya machache ambayo nimeeleza viongozi wenzetu wa matawi na kata yanatosha, na hivyo niweze kutambulisha baadhi ya viongozi na baadaye nimpatie mwenyekiti wa mkoa aweze kuongea machache, na baadaye kumkaribisha makamu mwenyekiti taifa, na mwisho kabisa kumkaribisha kiongozi wetu wa chama na mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Naomba nifanye utambulisho. Taanza na ngazi ya mkoa na baadaye tamalizia ngazi ya taifa kwa maana ya wajumbe. Naomba nimsimamishe kwenu ndugu yangu mzee wangu mzee Baruti aweze kupungia mkono. Yeye ni mwenyekiti wa ngome ya wazee mkoa wa Kigoma. Kupungia mkono hapo ulipo. ACT Wazalendo. Taifa kwanza leo na kesho. Lakini pia naomba awapungie mkono mjumbe wa kamati ya uongozi mkoa ndugu Haji Mbaga pale alipo, apungie mkono. ACT Wazalendo. Taifa kwanza leo na kesho. Naomba nimsimamishe mweka hazina wa mkoa ndugu yetu Akida, huyo ndio mweka hela zetu za ACT Wazalendo, apungie mkono. ACT Wazalendo. Pia tunao viongozi wengine wa mkoa kwa majukumu mbalimbali, wako huko jikoni wanashughulika kidogo na maankuli, kwa sababu mbunge aliyokuja alituambia kwamba safari hii nataka nile chakula cha mchana na viongozi wa matawi na kata. Akasema kwa mara ya kwanza nanunua ng'ombe mzima na mkia wake ili viongozi wangu wa matawi, kata, jimbo na mkoa tushiriki pamoja chakula cha mchana. Hii itakuwa inaonyesha ni umoja na upendo wa hali ya juu. Kwa hiyo huko jikoni kuna ng'ombe na mkia wake anapikwa. Tuna chakula cha kutosha kabisa, kila mmoja atakula vizuri kabisa. Kwa hiyo kuna baadhi ya viongozi wa mkoa wako huko wanaendelea na maandalizi ya chakula, kwa sababu tulisema tunapikia hapa. Sasa na hama kidogo na kwenda kwa viongozi wa kitaifa. Tunayo mjumbe wa halmashauri kuu ya ACT Wazalendo taifa, Bi Marunga Selemani Simba, asimame
awapungie mkono kwa shangwe kabisa. Wakina mama mnamwangusha. Rudi ya Bimarunga, rudi ya. Sona raha yake hiyo. Mwana mama mwenzenu mnampa raha, au sio? Sitio, kwa chama ketu hapa. Hivyo wengine huko ni nongwa mzee huko mitaani. Umeasikia sitio leo walikuwa huko na mbunge wao. Oi! Sasa naomba sasa kwa heshima na taadhima kabisa nimkaribishe mwenyekiti wetu wa mkoa ndugu Sembe Ibrahim aweze kuongea na wajumbe kutoka kwenye matawi na kata ambao ni viongozi wenzetu ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Mheshimiwa mwenyekiti, karibu sana ongee na viongozi. Karibu mwenyekiti. ACT Wazalendo. Mabadiliko na uwazi. Kwa jina naitwa Sembe Ibrahim, mwenyekiti wa ACT Wazalendo mkoa wa Kigoma. Ndugu kiongozi wa chama na makamu mwenyekiti taifa, kwa kweli awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kutukutanisha kwa mara nyingine tena. Na leo nilikuwa nimepanga kuzungumza, lakini walau niseme mawili au matatu. Mimi nimepata taarifa kuna watu wanatangaza kwamba nimeenda CCM. Kweli taarifa zipo. Na kuna watu wameniambia ziko kwenye mtandao. Kwa kweli nimeumia sana. Na nimesikitika sana. Mimi siwezi kuambia CCM wala haitatokea. Naomba niwaambie, nchi hii wakati tunapata uhuru, Mwalimu Nyerere alisema tunapambana na maadui wangapi? Watano. Maradhi, ujinga na umaskini. Lakini sasa hivi ameongezeka adui wa nne. Huyu adui wa nne ni CCM. Nyote mnakumbuka sisi Kigoma tulikuwa watumwa. Sisi ndio tumeenda manamba watu wa Kigoma. ACT Wazalendo wanapanga vikosi kukomboa mji wa Kigoma. CCM wanapanga vikosi kurudisha maendeleo ya Kigoma nyuma. Kweli. Ile kama watu wa Kigoma ni muda wa kukasirika. Lazima kila mtu wa Kigoma ajue yeye adui yetu namba moja ni anayepinga maendeleo ya Kigoma. Lazima kila mtu akasirike. Ukimwona jirani yako anapinga maendeleo ya Kigoma, weka huyu ni adui wa Kigoma. Kazi tulionayo watu wa Kigoma ni kusimama sehemu moja. Hatuwezi kurudia kuwa watumwa tena. Haiwezekani kurudia kuwa watumwa. Nyote mnajua umebuka pale, umezuiliwa usitevu na watu wa CCM. Hatuwezi kucheka nao. Haiwezekani. Sisi tunapanga maendeleo, watu wanazuia, tunachekeana. Haiwezekani. Bunge ameanzisha hifadhi ya jamii kupitia CCM. Tunazuiliwa na CCM kufanya hifadhi ya jamii. Watu tunacheka nao. Lazima tukasirike. Lazima tuwe na uchungu na mji wetu wa Kigoma. Hakuna malaika atakayetoka mbinguni kutukomboa watu wa Kigoma. Nyote ni mashahidi ndiye kina mama. Nenda Maweni kuonana na daktari shilingi 7,000. Kuonana na daktari 7,000. Huyu ndio adui CCM aliyoongezeka kuja kuongezea ugumu maisha ya Watanzania. Tunaelewana jamani? Kirudi kule mtaani. Sema mwenyekiti, sema. Ndugu kiongozi wa chama, wananchi wa Kigoma tunasema, tunajua msukosuko unayokutana nao. Niliongea na baadhi ya wazee wakaniambia, Mungu atambariki. Ukikutana na kiongozi wa chama mwambie asirudi nyuma, asonge mbele. Wazee wa Kigoma tuko naye. Matumaini ya Watanzania yamebakia ACT Wazalendo, ndio mkombozi wao. Ndugu kiongozi wa chama, wakati Mandela akipigania uhuru na haki za watu weusi wa Afrika Kusini, walimuweka gerezani, walikuwa wakimtoa gerezani, wanampeleka kwenye hoteli za kifahari,
wanamuuliza Mandela, unataka nini? Majibu ya Mandela, nataka uhuru wa watu wa Afrika Kusini. Nyote ni mashahidi, mlikuwa mnasikia kuna wizara zinamsubiri Zitto. Zitto, jibu lako unatakiwa useme nahitaji uhuru wa Tanzania na maendeleo ya Tanzania. Na Mungu atamjalia. Hawa watu wachache wanayekula kona wasikukatishi tamaa, kwani hata Mandela alipata kusalitiwa na mke wake, alisonga mbele akawakomboa watu wa Baada ya kuzungumza haya machache, na waomba viongozi wa matawi na kata mwende kama Mbogo aliyejeruhiwa kule kwenye matawi, tuimbe wimbo mmoja wa uzalendo, ACT Wazalendo. Baada ya kuzungumza haya machache, ndugu makamu mwenyekiti, walioko mbele yako ni viongozi wa kata na matawi katika jimbo la Kigoma mjini, wako tayari kusikiliza. Karibu, asante. Lazima uzalendo uende mbele. Baba huyo. ACT Wazalendo. ACT Wazalendo. Kwanza kabisa nalazimika kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa hatua yake na matakwa yake ya kutukutanisha sote hapa leo. La pili ni kushukuru nyinyi kwa kuitikia wito wa chama. Tatu ni washukuru wote walioandaa kikao. Sote kwa pamoja, Mungu atujalie. Ndugu zangu, siku ya leo ni siku muhimu kwa sababu wana ACT mmekutana. Huko nyuma na kwa kawaida katika kila mwaka tumekuwa tunakutana kwenye vikao vya kidemokrasia. Tuna mkutano wetu wa kidemokrasia, tunakutana kwa mara ya mwisho tumekutana Mwanza. Na mwaka huu mwezi wa 8 tutakutana Mbeya. Ni mkutano mzuri, mkutano ambao hauna akili ya wajumbe, ni mkutano ambao kila mwenye shauku na chama chake anapaswa kwenda kuhudhuria kama uwezo anao. Lakini leo ni kikao cha viongozi ambao ndio wenye chama chao, viongozi ambao hawa ndio wanakutana na watu kule chini. Kwa hiyo tunakutana na watu muhimu sana, watu ambao kwa kweli kushinda kwetu ni kweli, kushindwa kwetu ni kweli. Nyinyi ni watu muhimu, nyinyi ndio mnaosimamia chama kule chini, nyinyi ndio mnaipata lawama kule chini, nyinyi ndio mnaochoka kule chini, nyinyi ndio matarajio ya chama. Na atakayejidanganya kwa hilo atufaa. Hongereni sana. Mna jukumu kubwa sana kusimamia chama. Mna jukumu kubwa sana kukishauri chama. Mna jukumu kubwa sana kukosoa na kukosolewa. Yote haya mnapaswa muyasimamie kwa uadilifu na muwe wacha Mungu katika hilo. Mungu awajalie.
Kuongoza mji si jambo dogo. Kushika mji si jambo dogo. Wala usijione mjinga, wala usijione mnyonge. Jione kwamba na wewe ni mtawala katika sehemu ya utawala wa nchi. Kwa hiyo siku ya leo mnapokutana hapa, watu wa kutoka kata mbalimbali, msiishie tu katika furaha mlionayo leo, lakini pia mjadiliane wawili wawili, watatu watatu, kasoro ipi ambayo tuirekebishe, faida ipi ambayo tujizatiti nayo, na mengine na mengine na mengine katika kwenda mbele. Leo mmekutana, muongeze juhudi ya kukutana mara kadhaa, ili katika kukutana kwenu kuzae matunda gani? Ya kuendelea ACT kuongoza mji huu, ya kuendelea ACT kujenga mji huu, ya kuendelea mji huu kuwa mfano kwa miji mingine, na ACT iweze kutangaa katika miji. Kuifanya Kigoma kwamba ni eneo la mfano. Kwa wale wawakilishi wetu wajue kwamba Kigoma ni eneo la mfano. Kigoma ndio kioo cha chama cha ACT Wazalendo, na si ACT peke yake. Hata huko nyuma vyama tulivyokuwa navyo huko nyuma visingepata sifa kama Kigoma tusingefanya vizuri. Hawana ujanja wote, tuliwafundisha, tukawajengea chama. Sasa leo tuko ACT Wazalendo, tunaongeza spidi maradufu ile tulikuwa nayo wakati. Kwa hiyo kama kuna mwenyekiti wa mtaa anafanya vizuri kwa sababu yeye ni kioo cha chama. Kama kuna diwani afanye vizuri kwa sababu yeye ni kioo cha chama. Kama kuna mbunge afanye vizuri kwa sababu yeye ni kioo cha chama. Vinginevyo atakayepotosha na sisi hapa. Na kwa hili sio ubirani. Hapo ndio watu usema Shabani Mambo ni mkaidi kweli. Hapo sio miradi. Kwa sababu kama akili zangu zimesimamia ACT Wazalendo, zikasema hapa wananchi wa mji huu watatononoka, hapa wananchi wa mji huu watapata mafanikio, alafu kuna mtu ambaye anazifanya fikra zangu zionekane kwamba zilikosea, simtaki. Tuendelee kuwa majasiri. Sio majasiri wapumbavu, majasiri werevu. Majasiri ambao tunajua tunachokifanya, tunajua tunachosimamia kwa sababu ya watu wa nchi. Kwa sababu taifa la nchi lile lione Kigoma tumefanya nini. Si vingine. Tuko kwenye kipindi cha mpito, kipindi ambacho chama kinapata misukosuko mingi. Na si chama peke yake, lakini siasa ya nchi iko kwenye msukosuko. Juzi kiongozi nilikuwa na watu pale nyumbani, nikawaambia zamani Shabani Mambo nilikuwa nasema kwamba kama kuna serikali imepata bahati ya kuvumiliwa, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi imepata bahati ya kuvumiliwa, imepata bahati ya kusamehewa na Watanzania kuliko yenyewe imeweza kuvumilia Watanzania. Ndio maoni yangu. Nikawaambia juzi na leo bado naendelea kusema kwamba Watanzania wamevumilia serikali yao kuliko serikali ilivyoweza kuwavumilia Watanzania. Unamjua mzazi anayemvumilia mtoto wake, unamuona anavyoweza kupata tabu ndio ya watoto wake. Anataka wavae vizuri, wale vizuri, wasome vizuri, watibiwe vizuri, kila kitu vizuri. Watanzania miaka hii 50 na kidogo tunaonyeshwa badala ya kushinda. Tunaonyeshwa badala ya kushinda. Ni misamiati ya maneno tu. Na kila aliyekuja alikuja na misamiati ya maneno. Na leo halikadhalika. Juzi nimeandika kwenye Facebook nikasema
kama kila awamu ikija inaharibu, alafu anayekuja anataka ajisifu kwamba anatengeneza, tunakwenda mbele au tunapiga miguu pale pale tulipo? Kila kiongozi anayechaguliwa katika nchi hii akija hana ujanja, ni kuwakosoa waliopita kwamba wamekosea, na yeye ndio mjanja, anakuja kurekebisha. Na leo ni hivyo. Leo ni hivyo. Na viongozi wanapotaka tuwasifu kwa kurejesha kile tulichokuwa nacho, mimi nasema sifa hii haifai. Nilipokuwa najenga mifereji katika mji huu, nikasema wana Ujiji, wana Mwanga, wana Kigoma mjini, tusijioni kwamba tumepiga hatua, ila tunafanya kazi ya kurejesha mji pale tulipo. Ndio nchi hii inapokwenda, kwamba viwanda vilikuwepo kwa fedha za walipa kodi wa Tanzania, viwanda vikauzwa, watu wakakosa ajira. Leo tunaposema kwamba viwanda vinarejeshwa, si wale walioviuza, si wale walioviharibu, si ndio wanavirejesha? Tunapiga hatua, tuko pale pale. Sijui tunaelewa. Ndicho kinachofanyika. Sasa nikasema kwamba kwa awamu ya 5, wakati wanafanya kazi ya kurejesha viwanda vilivyokuwepo, mimi siwezi kusema kwamba ni wema wetu, kwa sababu ni wao hao walioshiriki. Na tuseme bila woga, na mimi bahati mbaya kwa wao, bahati nzuri kwangu mimi kiimani, mimi ni Muislamu. Naamini ninapokufa kwa sababu ya umma, kifo changu ni kizito kuliko mlima Kilimanjaro. Sioni sababu ya kuogopa kusema. Na nyumba yangu dhaifu, haina geti, mlango ukipiga teke utaingia mpaka ndani, na najua nchi hii iko pabaya, ni nchi ya kutafutana. Kuna watu wasiojulikana wanaweza wakaja wakati wowote. Mungu atatupa hivi. Kwa hiyo leo awamu zilizopita zimeanza kujenga misingi ya kidemokrasia, haki ya kidemokrasia, haki ya vyama kuwafikia Watanzania, haki ya vyama kukosoa na kukosolewa. Leo misingi hiyo inakufa. Najiuliza, ni awamu ya ngapi itakuja fanya kazi ya kurekebisha demokrasia tena nchi? Na itakuwa ni ya chama gani? Mungu abariki iwe DSC. Nitoe nafasi kwa kiongozi ajaso. Asante sana. ACT Wazalendo. Habari za siku. Wakati katibu mwenezi mkoa alipokuwa akitoa maneno ya utambulizi, alisema mara kwa mara tumekuwa tukitaka kukutana na imekuwa ikishindikana, lakini kwa wale ambao tumepita kwenye kata zao kwa shughuli zetu za kikazi, mara nyingi kabla ya vikao, kabla ya mikutano, tulifanya kwanza vikao vya viongozi kwenye kata au mitaa ambayo tunafanya, na viongozi wa matawi na kata katika maeneo yale. Kwa hiyo wengi wenu katika hii miaka miwili tumekutana huko kwenye kata zenu, kwenye mitaa yenu, ambapo tumekuwa tukifanya mikutano. Lakini tulikuwa tujakutana kwa pamoja namna hii, ambapo viongozi wetu wote
kutoka kata zetu zote, na kata zetu sisi ni mitaa takribani 68 kwa maana ya mitaa ya serikali, na kuna tawi moja lenyewe kule lilisema kwamba sisi lazima tuwe tawi Bungu, Ngome Kuu. Wapo ambao Ngome Kuu wakasema na sisi ni tawi. Kwa jumla kichama ni matawi 69 na kata 19. Tukasema tukutane leo tafakari. Maana yake ni kama tuko nusu sasa ya uongozi toka tumekabidhiwa manispaa hii na jimbo hili. Tumefanya uchaguzi mwezi Oktoba, mwezi Disemba tukakamilisha chaguzi za kupata manispaa kwa maana ya meya na naibu meya, wenyeviti wa kamati na halmashauri yetu kuanza kufanya kazi. Kwa 2016 yote tumefanya kazi, 2017 yote tumefanya kazi. Tukaona ni muhimu baada ya viongozi kukaa na kutafakari kwamba Januari hii ya 2018 hebu tukaeni tutazame toka tumekabidhiwa dhamana, miaka 2 kamili imepita, wapi tumefanya sawa sawa, wapi tumekosea, nini turekebishe, ili kuelekea sasa 2018 2019 tuweze kurekebisha yale maeneo ambayo tumekosea na tuboreshe zaidi yale ambayo tumefanya vizuri, ili tuweze kutumia muda wetu vizuri wa dhamana ambayo tumepewa na wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji. Kwa mkutano wetu leo tunatafakari. Viongozi wameongea na tutaongea kidogo, lakini nataka kuwasikiliza nyinyi zaidi. Nyinyi ndio ambao mnaishi na wananchi kule chini. Nyinyi ndio ambao kama kuna mambo mazuri mtasifiwa, kama kuna mambo ya ovyo nyinyi ndio ambao mnasemwa kwenye vijiwe, kwenye mitaa yenu. Nyinyi ndio uhai wa chama. Kweli kabisa kiongozi. Sisi tutatamba huko na maheshima ambayo tumeyapata. Tutazunguka kila kona ya dunia. Lakini kutamba huko, heshima hizo zimetokana na kazi yenu. Na wengine tuna viburi taifani huko, sio bungeni, sio wapi. Viburi vile sio viburi vya kuzaliwa, ni viburi tunajua kwamba huku chini tuko imara, kwamba ukipigwa unakutana na godoro linalokukinga, linakurudisha wima, unapambana. Hilo godoro ni nyinyi. Kwa ni lazima tujenge huu utamaduni na kuuendeleza, wa mara kwa mara kuja kuwasikiliza, na mtuseme wala msiogope. Mseme mbunge kwenye hili na hili na hili si sawa. Waambie mheshimiwa. Meya kwenye 1 2 3 4 si sawa. Diwani wetu kwenye 1 2 3 4 haendi sawa. Tunawaambia sababu nyinyi ndio ambao mmepambana usiku na mchana kutupa hizi heshima ambazo tunazo. Nyinyi ndio uhai. Maana yake kuna uimara wa chama,
kuna nguzo ya chama, kuna uhai wa chama. Nguzo ya chama ni itikadi. Ndio maana mimi sisumbuki na watu ambao au wanatoka kwetu au wanatoka vyama vingine wanakwenda vyama vingine. Hapana. Msiwaseme watu kwamba wana njaa. Sababu pia na sisi kuna watu ambao wamekuja kwetu na hatuna kitu. Lakini kijenga chama cha siasa kwa misingi ya itikadi, watu wachache sana watahamahama. Kwa sababu itikadi ni imani. Kweli kabisa. Na sisi tuliamua kwamba tunajenga chama cha ujamaa wa kidemokrasia, na maana yake ni kwamba kwa yale maeneo ambayo tumepewa mamlaka na dhamana ya kuongoza kama manispaa yetu, ni lazima mipango yake tuifanye kwa misingi ya ujamaa wa kidemokrasia. Kwa hiyo mtu ambaye atatoka kwetu kwa mfano akaenda CCM anapaswa awe na sababu ya ziada, sio sababu tu ya kusema naunga mkono juhudi za rais, mwenyekiti wa CCM na kadhalika. Leo rais ni huyo, kesho huyo sio Mungu. Akitoka utatoka wewe, utampata kule ambapo Mungu amempeleka. Ndio maana lazima misingi ya chama cha siasa lazima iwe ni itikadi. Hata hapa kwetu tukipishana mambo, tunaweza kuwa na mitazamo tofauti. Viongozi fulani wanaona hivi, viongozi wengine wanaona hivi. Mnatakiwa mrudi, itikadi yetu inasemaje? Misingi yetu inasemaje? Tunaenda kinyume na misingi? Kama ndio, tunarudi. Tunaenda sawa sawa? Haya ndio mambo ambayo tunapaswa kuyafanya. Kwa hiyo tukutane, tukumbushane kidogo na tutafakari, na mtuambie mambo yetu tuyarekebishe ili tuweze kwenda mbele zaidi. Kwa sababu bila ya nyinyi, bila wanachama, bila viongozi katika ngazi za chini, hakuna chama cha siasa. Tutakuwa tunajidanganya. Waingereza wanasema ni house of cards. Unajenga nyumba kwa karata. Karata moja ikiondolewa, jumba lote linaporomoka. Naam. Lakini ukiwa na msingi imara wa wanachama, ukawa na itikadi madhubuti, na mkawa na vikao vya mara kwa mara, hakuna litakalowateteresha. Nakubali hilo kiongozi. Juzi tulikuwa na viongozi wa mkoa, wa jimbo na madiwani hapa. Tumezungumza, tulikuwa tunatetesi, sijui kuna watu ambao wanataka kuhama, kuna watu ambao wanataka kwenda Chama cha Mapinduzi na kadhalika. Tukawaambia ni uhuru wa mtu kuchagua chama cha siasa, lakini kuna kazi ambayo tumeiomba kwa wananchi, na wananchi wametukabidhi. Wananchi wametukabidhi tuiongoze hii manispaa. Kwa hiyo sisi hatutakubali mtu aingize gharama wananchi bila sababu za msingi, kurudi kwenye uchaguzi mdogo. Sema sawa, tunasema sawa. Basi tumuombe Mungu. Tukamwomba Mungu. Sasa atakayeenda kinyume, sisi sio kulaumiwa. Kuna mtu mmoja baada ya kumwomba Mungu akaniambia, mheshimiwa, utakuwa na mazezeta wengi, utapata kazi ya kulea. Nikamwambia shauri zao, tuliwapa uhuru. Mtu ambaye hata kubali kwamba tumkabidhi chama Mwenyezi Mungu, tulimpa nafasi asishiriki, lakini hashiriki na atupe na barua ya kujiuzuru, atoke.
vinginevyo tumkabidhi Mungu chama. Kwa nataka niwahakikishie viongozi wetu wa kata na matawi yote ya chama chetu, sisi tumeshamkabidhi Mungu hiki chama. Mengine yote ni uwezo wake yeye. Na nielewa nikisema hivyo. Kabisa. Nimekuelewa vizuri kiongozi. Umefanya jambo la. Kwa hiyo jambo la msingi sana kweli ni kufanya kazi ambayo tumepewa. Ndugu viongozi, unapokuwa upo kwenye upinzani, unakuwa na uhuru wa kusema na kukosoa utakacho, kama sisi tunavyokosoa serikali. Unapokuwa umepewa dhamana, huna huo uhuru tena. Wajibu wako ni kutekeleza yale ambayo unayaweza kuyafanya. Sisi kwenye manispaa hii ndio chama tawala. Naam. Hatuna uhuru ule tuliokuwa nao, au mimi nikitoka hapa Kigoma nikifika tu Tabora na kuendelea, nina uhuru wa kukosoa. Lakini hapa nina dhamana. Wajibu wangu, wajibu wa madiwani, wajibu wa viongozi wa chama chetu ni kuongoza. Wakati mwingine tunapata mitihani ya kiuongozi, tunakuwa kana kwamba na sisi ni upinzani, wakati sisi ndio wananchi wametupa dhamana na wananchi wanatusubiri. Maana tulikwenda kwao na ilani, ya mwaka 2015 Kigoma Ujiji tunayoipigania. Kweli baba, kweli. Na tuliwaangalia wananchi, na wananchi watatuhoji kwa yale ambayo tumeyafanya huko. Wajibu wa viongozi wa matawi na kata ni kusimamia sisi ambao ndio wawakilishi kwenye vyombo vya serikali kutekeleza haya. Sababu haya ndio yatakayotuhoji. Kama humu tuliahidi mabarabara, kama tuliahidi hifadhi ya jamii, kama tuliahidi miradi ya bonde la Mto Wiche, kama tuliahidi miradi ya michikichi, kama tuliahidi nini, wananchi watatuhoji kutokana na hili. Watapitia moja baada ya moja ahadi zile 15. Wajibu wetu sisi kweli ni kutumia dhamana tuliopewa kutekeleza yale ambayo tuliwaahidi humu. Naam. Na wajibu wenu nyinyi viongozi ambao hampo kwenye dhamana za uwakilishi ni kuhakikisha sisi ambao tunawawakilisha, yani madiwani na mbunge, tunatekeleza haya. Na tukiona watu hawayatekelezi haya, lazima tuite vikao, tuseme huyu bana atatufanya tushindwe kujieleza mbele ya wananchi, atupishe. Ni wajibu wenu nyinyi. Sababu mwisho wa siku tutaenda kujilinda na hili. 2020 sisi hatuendi kushambulia. 2020 sisi tunakwenda kuzinga. Tunakwenda kujitetea. Tunakwenda kujieleza kwa watu. Wenzetu CCM, Chadema na vyama vingine 2020 hapa manispaa wanakuja kushambulia kama sisi tulivyoshambulia 2015. Na ndio siasa hii. Kwa hiyo nyinyi viongozi kwenye ngazi za matawi na kata, msiposimamia vizuri madiwani, viongozi kwenye ngazi ya jimbo na mkoa, msipomsimamia vizuri mbunge, tukashindwa kutekeleza haya, maana yake ni kwamba 2020 tutapigwa. Kwa hiyo lazima tuwe makini sana, tuwe wazi kabisa, tujue.
tumekabidhiwa ile halmashauri, kuna juhudi zilikuwa zimefanywa na wenzetu mpaka pale walipofikia, lakini tuliingia na changamoto. Changamoto ya kwanza ni changamoto ya madeni. Halmashauri tumeikuta ina madeni mengi, na vyanzo vyetu vya mapato ni vichache. Tulikuwa tuna miradi hapa inayofadhiliwa na Benki ya Dunia ya TSCP. Ikatoka amri kutoka juu kwamba mashule ya sekondari yajengewe maabara. Watendaji kwenye halmashauri, maana ilitoka hiyo amri tayari halmashauri zimevunjika. Zimeshavunjwa 2015 mwezi wa 6. Watendaji wa halmashauri wakaenda kuchukua fedha zaidi ya shilingi milioni 750 kutoka miradi ya Benki ya Dunia, wakaenda kununua hizo maabara kwenye mashule ya sekondari. Sisi tumechukua halmashauri mwezi Januari 2016, wakaguzi wa Benki ya Dunia wamekuja. Tunawadai milioni 750 mmezitumia nje ya miradi tulivyokubaliana. Wakaguzi wa mradi wa Equity wakaja. Tunawadai milioni 356, sijui 300 na ngapi, 342 sijui, 344 mmezitumia nje ya utaratibu. Waziri mkuu akaja. Jengo la Kigodeko limeuzwa bila kufuata utaratibu. Jengo Sulani limeuzwa bila kufuata utaratibu. Kigodeko lile liliuzwa kwa CRDB milioni 348, sio? 78, 370. Na natakiwa lirudi. Kwa ujumla madeni bilioni 1 na milioni kama 300. Benki ya Dunia wanasema hivyo, tunajadiliana nao miradi mipya ya ujenzi wa mabarabara. Wakasema kama hamtulipi miradi hii sahau. Miradi yenye thamani ya bilioni 26. Kwamba kama hatulipi milioni 700 hawatupi mradi wa bilioni 26. Tukaanza kazi, kuhangaika. Kwanza tuangalie upya vyanzo vya mapato. Ndio isikelele unazosikia kwamba tumepandisha kodi kwenye masoko, na nitalizungumza hivi vizuri tuweze kuelewana. Lengo ni kuongeza mapato, tuweze halmashauri iweze kwenda, tusikose fedha za Benki ya Dunia. Ikabidi tuhakikishe tunapata mkopo benki ya NMB. Tukapata mkopo, tumewalipa Benki ya Dunia. Jana Benki ya Dunia wametangaza zabuni ya barabara kilomita 15 za lami nzito kama hii naiona hapa nje kwenye maeneo mbalimbali, na nitawatajia baada ya muda kidogo. Tusinge simama imara kuhakikisha tunawalipa. Leo hii miji mingine ingetangaziwa, sisi tungekosa. Ndio changamoto za uongozi. Tungekuwa nje tungerusha maneno kweli kweli. Lakini sasa tuko ndani, tumekabidhiwa. Wananchi wamesema haya, hiyo mlikuja na ilani, tumeipenda, katekelezeni. Jengo la Kigodeko tumelirudisha rasmi. Tumewalipa CRDB fedha zao. Na tumeamua pale ndio itakuwa makao makuu ya timu yetu ya manispaa ambayo tunahangaika kuiunda. Kwa hiyo tuna changamoto. Wakati niko Dar es Salaam nimesikia, niliona ndugu zetu waandishi wa habari na Ruvilo walikava. Nilikuwa nimeenda Msumbiji kidogo watembelea wenzangu kule.
Nimerudi tu nakutana na taarifa ya Azam, wafanyabiashara wamegoma, tozo zimepanda. Kama sawa, tukazungumza na meya, sasa tutakuja tukutana na wafanyabiashara, tumejadiliana, tumewasikia hoja zao, kwa sababu hao watu wote ni watu wetu. Mimi baba yangu mzazi anafanya biashara soko la Kigoma, najua hali ngumu ya biashara katika masoko, najua hali ngumu ya uchumi inayoendelea, najua mzunguko wa fedha kwenye mji wetu umekuwa mdogo, lakini nimewaambia wafanya biashara, na hii ndio hali ya halmashauri. Mwaka 2015 halmashauri ilikuwa na uwezo wa kukusanya bilioni 2 na milioni 500 kwa mwaka. Mwaka 2016-17 tumekusanya bilioni 1, sio? Bilioni 1. Kutoka bilioni 2 na milioni 500. Kwa sababu hali ya biashara imeshuka sana. Sasa sisi serikali tunaona hali ya biashara hii, mapato yetu yameshuka, tupandishe. Lakini kwa biashara lazima zao nipandishia. Na wakati mimi nikulipe lazima kuwe na biashara. Kwa tukawaambia lazima tufike katikati. Lazima tuweke utamaduni, tukae tuzungumze. Tumezungumza nao vizuri sana. Tumekaa nao siku nzima pale manispaa. Lakini nataka kueleza wananchi, hamna jambo ambalo linawauma viongozi kama kupandisha tozo kwa watu wetu. Tulilazimika kupandisha kwa sababu ya hali ngumu ya uendeshaji wa halmashauri. Kila mwezi kulipa hizo fedha kwa ajili ya hizo miradi ambayo tumepata ya Benki ya Dunia. Kila mwezi benki ya NMB inatukata milioni 37. Sio? Kila mwezi. Yaani tukikusanya mapato yetu milioni 37 zinakwenda kulipa kwa sababu ya makosa ambayo watendaji walifanya. Sio makosa yetu, tumearifu, lakini sisi ni viongozi, lazima tuyabebe. Na mimi kama kiongozi ambayo nimefundishwa kwanza na nyinyi, wengine ni wazazi wangu, lakini pili kwenye uongozi wa kawaida, wewe ukafika kwa kiongozi, yale watu wote waliopita yale mabaya kama anavyofanya kiongozi mmoja wa serikali, ile lote waliopita ni baya yake ndio mema. Haiwezekani wewe kwa kiongozi namna hiyo. Unayabeba yale mazuri na mabaya yote kwa pamoja, unaangalia nani ya kuboresha, namna ya kuboresha. Ndio hali ambayo tumekutana nayo. Kwa hiyo msiogope swala lililotokea la mgogoro na wafanyabiashara. Sisi kama viongozi hatuko tayari kugombana na wapiga kura wetu. Tuko tayari kutatua matatizo na kero ambazo zipo. Na tumewaambia wafanyabiashara, wengine ni wanachama wetu, wengine wana vibanda na wanaathirika. Sisi wana kibanda kule mjini, sio? Na wamika bana, hali mbaya. Lakini tuna tatizo moja ambalo ni lazima sisi na wafanyabiashara tulitatue. Kuna vibanda ambavyo mtu anakodisha kwa mwenye kibanda, anamlipa laki kwa mwezi au laki na nusu kwa mwezi, na yule mfanyabiashara aliyekodisha anailipa halmashauri 15,000 tena ziada. Ina maana huyu mwenye kibanda halipi chochote halmashauri. Sio, mnaelewa vizuri? Na hilo ndio tatizo letu kubwa. Na tumewaambia juzi wafanya biashara kwamba inaonekana tumewapandishia wafanya biashara, lakini ukweli halisi, mfanyabiashara wa soko la Mwanga au wa soko la Kigoma mjini ambaye hamiliki kibanda, amekikodisha kwa mtu, anaumia zaidi, kwa sababu yeye anamlipa yule ambaye amemkodishia kibanda, alafu yeye huyo anailipa halmashauri. Ndio maana wao wanaona kutoka 15,000 mpaka 50,000 ni nyingi.
kwa sababu bado wataendelea kumlipa laki kwa mwezi huyu mwenye kibanda, alafu atakuja kulipa tena 50,000 halmashauri. Lakini lengo la halmashauri sio huyu mfanyabiashara. Lengo la halmashauri ni huyu mwenye kibanda. Hiyo laki na nusu anayopata alipe halmashauri 50,000, yeye bakie na laki. Haya ndio mazungumzo yetu na wao. Kwa ujumla inaweza ikaonekana kwamba ACT inaumiza, hapana. Lakini jana nilikuwa na zungumza na mzee Kapo, babangu. Hali ikoje? Mzee Kapo yeye anamiliki kibanda na anauza yeye mwenyewe. Yeye hakodishi kwa mtu. Nikamwambia kuchukulia, baba chukulia kwamba wewe umeamua kupumzika. Umekodisha kibanda. Unadhani kwa mazingira ya biashara ya sasa hivi utakodisha kwa shilingi ngapi? Akasema, mwanangu, hali ya biashara imeshuka sana. Vibanda vimefungwa, zaidi ya vibanda 14 soko la Kigoma mjini vimefungwa, hakuna biashara. Swali hilo umeniuliza mwaka jana, ningesema ningekodisha hata kwa 50,000. Kwa laki moja. Lakini leo hii kwanza inawezekana nisipate mteja, na hata nikipata mteja labda itakuwa 50,000. Sasa hii lugha inaeleweka. Hii lugha inaeleweka. Na sisi kama viongozi lazima tuseme watu wetu wana shida hii na hii. Na ndio maana kuna ukiangalia kwenye zile bylaws tulipanga kutoza kodi nyingi sana, ikiwemo za kupakua na kushusha na kadhalika. Lakini tulizifuta. Tuliona hali ilivyo, tukafuta. Kwa hiyo wanachama, viongozi wetu wa matawi, jambo hili hata huko mkienda kwenye maeneo yenu mnayoishi, najua masoko mengi yameathirika. Watu wa Kagera wako hapo. Hata nyinyi mmepandishwa huko, si ndio? Ni mambo ambayo tunakwenda kuyamaliza, na Jumamosi kwenye mkutano wa hadhara tutakuwa na jawabu la kudumu la moja kwa moja ambalo halitaathiri sheria zetu ndogo, lakini litahakikisha kwamba mji wetu unakwenda vizuri. Lengo letu ni kuongoza na kuhakikisha tunakwenda sawa sawa. Lakini mazingira ya halmashauri yetu ndio hayo ambayo nimewaeleza. Jana mradi wa TSP umetangaza zabuni. Hii barabara hapa njia panda hapa kulipo kuelekea mpaka mto Kagera, mto Ruiche, mpaka Kagera sokoni pale kushuka kwenda mto Ruiche inawekwa lami. Wazabuni wameanza kuchukua na nyaraka zao za zabuni. Barabara ya kuanzia Mbetogo wako mwanga kaskazini wako hapo. Barabara ya kuanzia Mbetogo kupita mtaa wa Kitambwe, kupita Saigoni kule Gombe, ofisi za TANAPA mpaka msikiti wa Kigoma mjini inawekwa lami. Zabuni iko wazi, watu wanachukua nyaraka za zabuni sasa hivi. Kutoka pale msikiti wa mjini paka ile eneo ambalo tutakuweka Sananga Mgebuka, kupanda kwa Mzee Mtale kwenda mpaka njia panda ya kukutana na mkoa ile barabara mpya ambayo tumeipa jina la Che Guevara inawekwa lami. Watu wa kusini mko kuanzia Muungano mtaa wa Simu kushuka mpaka polisi Kigoma mjini kuungana na barabara ya Che Guevara inawekwa lami. Kuanzia Ujenzi mpaka Nazareti sokoni inawekwa lami. Kuanzia Maweni pale watu wa Muzebazeba mko. Maweni pale kushuka mpaka Burega inawekwa lami. Korongo la Katonyanga linajengwa upya, linajengwa vizuri kwenda kupeleka maji ziwani kuepusha mafuriko ambayo tumekuwa tukiyapata. Kuna korongo lingine Mlole kule pia.
Lengo letu ni kuhakikisha kwamba miundombinu ndani ya manispaa yetu inakuwa ni imara. Katubuka wapo? Kata ya Katubuka. Mpo uko wapi? Katubuka. Kata ya Katubuka mko wapi? Kwa nini wao nje bana? Pamejaa sana. Pamejaa sana. Kuanzia pale Kagashi mpaka Katubuka kule tunapiga lani. Lakini tusingepata mradi huu kama tusingelipa fedha za Benki ya Dunia ambazo sisi hatukuzitumia. Ndio uongozi unataka hivyo, au sio? Tunaendelea na juhudi za kuhakikisha kwamba tunarejesha mji wa Ujiji kuwa mji wa kibiashara. Ndio maana mwezi Novemba nadhani au Oktoba, meya wetu amesaini mkataba na wawekezaji kwa ajili ya mji kwa ajili ya Ujiji City, mradi wa Ujiji City, kwa ajili ya kuchukua bidhaa watu wa Kongo na Burundi, baadaye ya kwenda Kariakoo, kwenda Dubai, kwenda China, wachukulie bidhaa hapa Ujiji. Sababu asili ya Ujiji ni biashara. Ujenzi wa forodha ya Ujiji ilikuwa uanze mwezi Septemba mwaka jana. Mkandarasi aliyeomba ameshindwa vigezo, ameonekana hana uwezo, pamoja na forodha ya Kibirizi. Zabuni inatangazwa upya ili kupata mkandarasi mwenye uwezo, na mamlaka ya bandari tumewaomba ni vizuri wasiweke zabuni kwa pamoja, kupata watu wenye mitambo ya kutosha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunamaliza ile tatizo la forodha ya Ujiji, kwa sababu maboti yakianza kutua Ujiji kwa wingi, biashara ya Ujiji itachangamka. Hiyo mizigo kutoka pale Ujiji City itaweza kuingia na tuweza kuendelea bila shida yoyote. Haya ni mambo ambayo tunayafanya kwa sababu lengo letu lazima kuongeza mzunguko wa fedha. Naam. Mwisho wa mwezi huu kule, na meya ameniambia kwa Jumatatu, wala sina haja ya kusubiri mwisho wa mwezi. Nakumbuka tulizungumza sana kuhusiana na swala la mijikiti katika mji wetu. Naam. Kwa ajili ya kuongeza kipato. Sababu haya mambo tunayoongea haya, tutajenga barabara haya. Hii barabara ilijengwa imeisha zaidi ya milioni 2. Hii hapa mbele ya ofisi yetu. Imeisha juzi. Ndio kwa mwangalizi sasa hivi. Bado haijakamilisha. Zaidi ya milioni 2. Lakini barabara haiongezi ugali mezani. Kinachoongeza ugali mezani ni kile ambacho kinazalisha mapato. Na kila wakati nawaambia, bila kuongeza shughuli za kiuchumi, tapiga kabogo, tapiga maneno. Mabarabara yote yatajengwa, yote, maforodha yote yatajengwa. Kama hatuongezi uwezo wetu wa uzalishaji, tutaendelea kwa maskini. Tuna mradi Kagera, achana na ule wa Bondi. Tuna mradi wa mijikiti. Lengo letu ni hekta 700 zilimwe na watu wa kawaida, kila mtu, yaani kwa maana kila familia tuipe hekta 1 ya mijikiti. Na tunaanza na watu 156 mwezi huu. Hivi Jumatatu meya akaniambia tunaenda kuzindua hata Kagera. Watu wa Kagera mpo, lakini na nyinyi mmechukua maeneo ya mijikiti. Hebu niambie wangapi hapo kwenye mradi? Katika watu 156 kuna watu huko sisi ambao tunahubiri haya wenyewe hatufanyi. Hapana, tunashikana sana. Tumezungumza sana. Nazungumzia watu wa Kagera. Ndio. Tumezungumza kwenye mkutano wa hata na Kagera huo. Kweli. Tumekata eneo, tuna zaidi ya hekta 700. Jamani, bila shughuli za kiuchumi tutaendelea kuwa maskini. Hii kama kiongozi lazima tumwambie ukweli. Na mueleze. Mabarabara yote haya ni mafedha tu ya wafadhili. Sisi wenyewe hatuna uwezo wa kujenga kilomita 1. Sisi kama manispaa. Fedha tunayokusanya
tunavyofanya sisi kama manispaa, yani ingekuwa kila manispaa ijitegemee, ijiendeshe. Hamna msaada wa serikali kuu, hamna msaada wa wafadhili. Hata kulipa mishahara kumeshinda. Mishahara kwa wafanyakazi. Leo hii wenye vitu wa vijiji wa mitaa wanajia halmashauri mamilioni ya pesa. Kuna wenye vitu wa mitaa mpo wanadai, na sisi tulipoingia tukawabandishia kutoka 20,000 mpaka 40,000, hapo 10,000 tuwalipie kwenye hifadhi ya jamii, wawe na bima ya afya na kadhalika. Mitaa iko 68 tunadai. Tuna struggle, tumepitisha sera hapa ya kulipa elimu ya juu. Watoto wetu wanasoma form 5 na form 6 bure. Tunawalipia. Lakini kwa mimi, bei anahangaika sana. Kwa sababu mapato yako chini. Lakini halmashauri inatoa wapi mapato? Halmashauri inatoa mapato kwenye shughuli za kiuchumi za wananchi wake. Kama wananchi hawafanyi shughuli za kiuchumi, ina maana hiyo halmashauri haiwezi kuwa na mapato. Kuna nataka kumwambia kama mwanze na nyinyi tunapohubiri huko, na nyinyi mfanye basi angalau hata mbele ya nyumba unayoishi, au kama una shamba lako tuweka kama tikiti 10, 20. Sasa Kagera tuna hekta 700 tumesema. Hekta 700. Tunaanza Jumatatu kesho kutwa, tunaenda kuzindua watu 156. Halmashauri imenunua miche, inawagaia miche wapande. Lakini nimewauliza viongozi wetu wa matawi hapa kwa Kagera na Kara. Haiwezekani. Sababu afisa maendeleo, afisa kilimo katika mambo ambayo anayafanya na kurudi Kagera ni hiyo. Na mimi mwenyewe nimefanya mkutano wa hadhara Kagera. Sasa sisi sio watu wa kulalamika tu. Lazima tuanze na sisi. Afuatilia hao kiongozi. Ndio wazalendo. Ndugu zangu, bila shughuli za kiuchumi hatwendi. Na ndio maana pamoja na miundombinu na nini tunahangaika nayo, lakini katika jambo linalonisumbua mimi kama kiongozi wenu, na katika jambo ambalo linahangaika na madiwani wenu, ni hili la kuhakikisha watu wetu wanaona shughuli za kiuchumi. Sisi halmashauri yetu ina watu 11,000 wanaopata msaada wa TASAF. Maana yake nini? Maana yake tuna familia 11,000 katika manispaa zilizopo kwenye umasikini wa kutupwa. Ndio maana yake. Sasa Rais Magufuli anafuta TASAF. Rais Magufuli anafuta TASAF. Haamini katika kuwagaia watu hela. Ina maana hawa watu 11,000 inakuwaje? Lakini chukulia kwamba hawa watu 11,000 kila mtu angekuwa na hekta 1 au nusu hekta au ekari 1 ya michikichi ambayo ni migazi 56, ekari 1. Kwa hekta 1 ni migazi 143, kwa hiyo tunasema 150. Huyu mtu leo miaka 3 baada ya sasa angekuwa na uwezo wa kuvuna mawese yake na kwenda vizuri kabisa. Ukiwa na hekta 1, migazi 150 ya kisasa, mapato yake ni zaidi ya shilingi milioni 13 kwa mwaka. Hekta 1 ya mchikicho wa kisasa. Kwa hiyo sisi tusiwe tunahubiri tu kwa wengine. Sisi kama chama ambacho kinashika uongozi wa hii manispaa lazima tuonyeshe mfano. Nitegemea leo viongozi wetu wa Kagera wa matawi yote wa kata wanaingia katika mradi ambao tunautekeleza kule Kagera. Jumatatu sisi tunaenda kugawa miche.
Sasa kama nyinyi wenyewe viongozi wa chama hiki kinachotekeleza haya hamshiriki, mtawaaminisha vipi watu kama haya mambo mema? Hapana, niseme hivyo. Nimeongea sana swala la mchiki. Niliwaambia kwenye mikutano, nimeongea mkutano Kibirizi, nimeongea mkutano Ubungo, nikawaambia ndio hilo. Nikawaambia pandeni mitikiti kwenye mitaa. Halmashauri inapambana kuhakikisha tunanunua miche ya mitikiti ya kutosha. Mbele nyumba yako ukiweka mitikiti 4 na mwingine 4 na mwingine 4, mtaa mzima inaweza kuwa ni heka hiyo, na haikuumizi chochote. Mtaa kwanza utapendeza, utakuwa na miti, ukikaa unaiona miti imejipanga. Wakati wa mavuno ukianza, watu wanapita wanakuna, mnagawana kutokana na idadi ya miche katika kila nyumba. Ndio. Hili sio rocket science, mnaweza mkalifanya. Ndio. Kwa hiyo wakati tunaleta changamoto za kiuongozi, tukumbuke mwisho wa siku ni uzalishaji. Sisi tutaendelea kujitahidi, tutaendelea kusukuma miradi, lakini bila wananchi wenyewe kushiriki. Na sisi tunasema tunataka kujenga manispaa ya kijamaa, lazima nyinyi viongozi wa matawi yetu mwe mfano. Unakwenda kujenga hoja ya mitikiti, watu wakikuuliza wewe unayo, unasema yeye ile pale. Sasa katibu wa jimbo, mimi nanunua miche 5,000 ya miche. Uorodheshe viongozi wetu wa matawi na kata wanaotaka kupanda mitikiti. Hii nanunua mimi, sababu sisi hawezi kuwa ni mabingwa wa kuhamasisha wenyewe ya kufanya. Mimi mwenyewe juzi nimwambia Bea, jana usiku namwambia Bea, naambia Bea nataka eneo mimi ili uwe mfano. Na wameshanitafutia huko, utakuwa mtu wenu wa Kagera mimi mtasimu. Nitafutia huko. Karibu kweli kaka. Nanunua miche 5,000. Sazungumza na watu si change. Wako pale Msimba ni Msimba basi. Pale Mwichi. Leo asubuhi tukubaliana nao. Wamesema tayari ipo, wameiandaa. Katibu, viongozi wetu wa matawi na kata. Sawa. Ili tuondoke kwenye lawama. Na wakati wa kupanda ni sasa mpaka mwisho wa mwezi wa pili. Na nataka viongozi mnakwenda, kama unapanda shambani kwako sawa, ukipanda mbele ya nyumba yako sawa, tunachokihitaji ni kuona mtikiti umepandwa na unahudumiwa, ili baada ya miaka 5 mwanze kuvuna mawezi. Tutaendelea hivyo mwaka hadi mwaka, ili sisi tuwe mfano. Mwaka kesho chama chetu kimetupa heshima mkoa wa Kigoma na manispaa ya Kigoma kuandaa mkutano wa kidemokrasia. Watu wa Tanzania nzima wa chama chetu, wa Tanzania nzima wanakuja Kigoma. Na tulikubaliana hiyo 2019 ili wafanyaje? Waone nini ambacho tumefanyaje? Tumefanya. Mwaka huu viongozi wetu na wanachama wataenda Mbeya. Mwaka kesho ni Kigoma. Moja ya jambo ambalo tunataka wageni wetu wakija tuwaonyeshe
ni misikiti yenu viongozi wa matawi. Na wale wote watakaokuwa na misikiti zaidi ya 10, katibu waunde kwenye ushirika. Wale wote watakuwa na misikiti miche zaidi ya 10. Kwa wageni wetu wakija kutoka Mapemba huko, kutoka Maunguja, kutoka Maarusha, kutoka Mbeya, kutoka Mtwara, wakija tunawaambia moja ya jambo ambalo chama chetu kinataka ni uzalishaji. Na sisi kama viongozi wa chama kuanzia ngazi za matawi tumeamua kuonyesha mfano. Kila mtu amepata michikichi kadhaa, tunaipanga. Na watakuja wataona. Nyinyi wa Arusha, nyinyi mtaenda kwa watu wa Kagera, mtaona kule. Nyinyi wa Dodoma, mtaenda kwa watu wa Kibirizi. Nyinyi sijui wapi, mtaenda kwa watu wa Bungu. Nyinyi wa wapi, mtaenda kwa Mwanga Kasi. Kila mkoa tutaupangia. Tutakutana kwenye mkutano. Mnaonaje? Kusema nzuri, mbaya, michikichi yenyewe imekufa, tutajua. Kwa nachokitaka ni lazima tuongoze mfano. Nachokitaka ni lazima msimamie hii. Kuna mambo mazuri tu na mengine tumeshaanza kutekeleza. Na lazima msimame imara kujivunia. Hii barabara imeisha. Kule Bangwe kule wao na Korongo toka Uhuru hata kuvuka ni shida. Pale tuaje Kalamtwara. Toka Bangwe huko. Mkoa hebu simameni. Leo Korongo ipo leo. Kwa jengo pale. Kuna lami sasa hivi pale. Ndio mambo ambayo tunapaswa kusimamia. Kweli kaka, kweli. Tumeona. Kuna maeneo mengi. Kuna maeneo ambayo tumejitahidi kwanza bado tunasuasua. Hifadhi ya jamii. Hii ni ajenda yetu kubwa kama chama. Na tuliamua kuifanya Kigoma kama mfano. Tumeanza kuitekeleza kwenye kata ya Gungu na kikundi cha kina mama ambao tayari wamejiunga, tumewalipia hifadhi ya jamii kwa mwaka mzima, kwa maana ya miezi 6, michango ya miezi 6. Watu wa Gungu mkoa, hebu simameni. Kile kikundi kinaitwaje pale? Nilienda siku ile na wale wageni kutoka Uingereza. Inaitwaje katibu? Kile kikundi kile cha hifadhi ya jamii pale. Tumaini. Bado pia kuna kikundi na nilienda na wageni pia. Tuna orofa na 210 ambao wameandikishwa. Lakini bado tuna changamoto. Tunatakiwa sisi kutumia fedha za mfuko wa vijana na mfuko wa wanawake kuchangia watu kwenye hifadhi ya jamii. Anayesimamia hizo fedha uoke yuko hapo. Hawatoi hela. Na hizo kwa sababu hawataki. Hazipo. Zile fedha ni 10% ya makusanyo ya halmashauri. Halmashauri ikikusanya milioni 1 zitakuwa shilingi milioni 100. Ikikusanya milioni 200 ni milioni 200. Ikikusanya milioni 5 ni milioni 500. Kwa namna ambayo halmashauri ina mapato mengi zaidi, 10% inakuwa nyingi zaidi. Kwa nyinyi mnapaswa kuisupport halmashauri iwe na mapato mengi zaidi ili mpate hizo fedha za wanawake na vijana. Sisi tuliamua sababu ni fedha ambazo zilikuwa zinapotea bure. Wakipewa watu wanapewa kisiasa. Wakipewa watu fedha zile hazirudi. Tuna hoja ya miaka yote kwenye laki ya fedha za vijana na wanawake, makusanyo hayarudi. Tukaamua tuziweke kwenye hifadhi ya jamii. Lakini bado mpaka leo fedha ambazo zimekwenda kwenye hifadhi ya jamii mpaka sasa za kutoka mfuko wa mbunge peke yake. Fedha za kutoka halmashauri hata senti bado. Na juzi nilikuwa naongea na meya, nilimwambia madeni yote ya kuanzia 14, 15, 15, 16, 16, 17 lazima tuyatafute, tupate hizo fedha, tuwalipie watu wetu kwa sababu yana faida kubwa. Gungu hicho kikundi cha Tumaini nilikwenda. Nilimkuta binti mmoja kaenda Maweni na kadi yake ya NSSF, katibiwa, kalazwa grade A, grade B sijui, grade B sijui, grade 2 sijui, sijui, hakulipa hata senti, kalazwa staff.
Ingekuwa anajilipia mwenyewe kwa siku alizokaa hospitali, angelipa zaidi ya shilingi 500,000. Lakini kwa sababu yuko kwenye bima ya afya, hakulipa senti, dawa amenunuliwa. Hata kama dawa ni ya kwenda kununua pharmacy, NSSF ndio wana. Lakini na kwenyewe nao tumepata changamoto. Tulianza kuandikisha wakati ya break. Tukaambia tuingie mkataba. Wakasema sawa, tumeandika mkataba. Umekwenda. Tumesaini, tumewapelekea, wamegoma kulipa, tukasema wanaenda siasa. Wanaona Kigoma itafanikiwa, watu watakuwa na hifadhi ya jamii wa kutosha, na wameshaona na wazungu wameanza kuonyesha interest wa kutusaidia, wanatugomea. Sisi kama halmashauri tumeamua kuanzisha mfuko wetu wenyewe. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7 2018, skimu yetu ya hifadhi ya jamii haitategemea tena hayo mifuko mingine, itakuwa ni yetu wenyewe. Ndio maana tunaomba lazima wakati fedha zile zinapatikana zingie. Tutatangaza zabuni kwa ajili ya kampuni ya fedha ambayo itakuwa inatoa mikopo. Sababu faida nyingine ya hifadhi ya jamii ni mikopo midogo midogo. Kwa hiyo tutatangaza zabuni, tupate microfinance company ambayo itasimamia 50% ya zile fedha kama mikopo kwa watu wetu. Sababu hatuwezi kuendelea watu ambao tunawapelekea wanachama toka mwaka 2016 wanatupiga kona hivi. Tumeamua kuachana nao, komea ule mkataba, achana nao, tunaanzisha skimu yetu sisi wenyewe. Lengo letu ni kuhakikisha huko tunakokwenda mtu yoyote wa manispaa ya Kigoma Ujiji asiwe na shida ya afya. Nendeni Gungu, mtakuta mfano mzuri kabisa hawa watu watatu sikumbuki. Kuna hii hapa na wanawake nawaona wengi sana. Hamjajiunga. Na kuna fedha za halmashauri pale ambapo tungewalipia tu. Na wanawake wengine huko. Maki sio swala la chama hili, ila wote wa manispaa. Sababu sisi tumepigiwa kura na watu wote bila kujali vyama vyao. Kwa hiyo naomba sana muelewe changamoto ambazo tunazipitia, lakini mshiriki, msikae nyuma. Najua kuna malalamiko, viongozi wametupa, sio madiwani wametupa, madiwani wanakula wenyewe. Madiwani hawana kitu jamani. Kweli kaka. Hawana. Diwani hana mshahara. Hana, msiwatoe roho bure, hawana. Jambo ambalo ni haki yenu, ni lazima madiwani washirikiane na nyinyi kwenye makata yenu, kwenye mitaa yenu. Maka nasema madiwani wengine hata hawaonekani kwenye mitaa. Hili kikao cha namna hii cha viongozi wa matawi ya kata, kila mwaka mwenyekiti wa jimbo ulisema hapa kwamba tufanye mara moja. Sasa mimi naagiza, mimi nitakuwa na changu cha mbunge mwanzo wa mwaka. Meya simama, uwe na chako mwisho wa mwaka cha viongozi wa namna hii. Ili kwa kusema rais, mwanzo wa mwaka tunautazama mwaka na kupanga mambo. Mwisho wa mwaka kitapata meya. Mimi nitahudhuria, lakini msemaji atakuwa meya. Yeye na madiwani wake tunaangalia tumefanya nini mwaka mzima, ili tunapokuja mwaka Januari tuangalie yale ambayo tuliyakosea, tuyarekebishe, tuyapangie. Hivi vikao ndio jawabu. Hata malalamiko miaka mwenyekiti kaa, hata malalamiko ambayo viongozi mnakuwa nayo kwa madiwani yataisha kutokana na nini? Na vikao. Lakini madiwani pia roho mambo ndio tawakulisha wenzao kusimama kwenye kata angalau mara hii kwa mwaka. Mara viongozi wa matawi kwenye kata vikao ya namna hii, lakini kwa ngazi ya kata, yaani mitaa ile ya ndani ya kama ni Kibirizi, ya ndani ya Kibirizi mfanye angalau basi mfanye katikati ya mwaka mwezi wa 6 madiwani washuke
mkutane, mjadiliane. Ndio namna ya kwenda. Hatuwezi kwenda kila mtu anaswaswata huko, kila mtu anaswaswata huko, kila mtu anaswaswata huko. Kwa hiyo hili jambo cha mwaka huu hiki, cha pili cha Mea Disemba, cha katikati na nitakuwa nalikia kwenye baadhi, cha kina Ruonge, cha Mitangaza kaka. Tukikutana mara kwa mara, naamini malalamiko yatapungua sana, au sio? Sasa nimeongea muda mrefu, nimetoa ufafanuzi wa baadhi ya mambo. Najua mnafuatilia siasa za ngazi za kitaifa huko, mambo yanayoendelea. Msisononeke na watu ambao wanaondoka, kwa sababu mwisho wa siku unajua kama ni trend. Ukianzia Dar unakuja Kigoma, kuna watu ambao wanashuka Pugu, kuna watu wanashuka Ruvu, kuna watu wanashuka Boweko, kuna watu wanashuka Kaliua, kuna mwingine ameshafika Kandaga Kigoma ile pale anashuka. Au gari moshi ikifika Kigoma analalamika, ningejua nisingeshuka. Kuna watu wanapishana na gari la mishahara. Endeleeni kuvumilia. Naam, tunavumilia. Kwa uwezo wa Mungu mambo mazuri sana yanakuja. Tumteni kuila. Na viongozi kawaida mambo yanapokuwa watu na hili tatizo pia hapa pia tunao. Jitahidini yanapotokea mambo ambayo hatuelewani, sisi viongozi, hebu mjizuie, myaseme miongoni mwenu. Mkienda kusema nje tunaonekana hatuna uongozi. Ni muhimu sana hii. Leo hii unaona wenzetu, mjumbe wao wa kamati kuu kaenda Ikulu, mashambulizi ambayo yanaendelea. Tutakuwa na amani tena kwenye chama cha namna hiyo? Hakuna. Maana yake ni kwamba kuaminiana kumekwisha. Ni mambo ya kujifunza yale. Mnaikaza kama unajua kitu kama hiyo ndio vinatokea sisi. Kateuliwa kiti la mkungo. Watu wakadhani bala. Tukasema bana tumempa baraka aende. Ndio uzalendo. Kateuliwa ana Mgwira. Watu wakasema tukampa baraka. Naam. Uwezo huo wa kudhibiti mambo ya namna hiyo ndio uongozi. Sasa sisi huku hata kama kuna mambo ambayo hatuko sawa, kuna mambo ambayo tunapishana kimuono, tunamaliza ndani. Ni busara zaidi kuliko kutoka nje. Haitusaidii nje, tunajianika. Sisi tuna dhamana ya kuongoza hapa. Watu wanategemea ACT ikisema hapa Kigoma kuna jambo la jawabu la tatizo, sio malalamiko. Sisi tuseme kutoa majawabu. Sio sisi tena wenyewe tuanze. Tujifunze. Nimewapa mfano wa wenzetu. Hakuna ubaya waziri mkuu mstaafu kwenda kuonana na rais. Hatujui yanayozungumzwa kwa nini, hatujui sisi. Lakini yale mashambulizi yale ya miongoni mwa viongozi wenyewe wa kile chama, na mwingine yuko hospitali karushwa kutoka hospitali.
inaonyesha kwamba uongozi wa kisiasa unahitaji busara sana. Sahihi kiongozi. Kwa hiyo tujifunze ili tuepuke migogoro mingi inaepukwa kwa kuangalia ulimi. Migogoro mingi sana inaepukwa na vikao vya namna hii kama tulivyokubaliana vinamaliza matatizo mengi sana. Ukaeni, tuna wajibu sisi wa kutekeleza ilani. Tutahojiwa na wananchi wa manispaa kutokana na ahadi 15 tulizowapa. Wajibu wetu ni kuhakikisha tunatekeleza zote. Lakini zile tutakazoshindwa turudi kuwaambia kwa nini tumeshindwa. Wakituona tumetekeleza 10, tumeshindwa 5, watatuelewa. Watatuongeza muda, mmalizie na hizo 5. Sadaka. Lakini tukiwarudia tumetekeleza 5, 10 zimetushinda, watasema hamwezi kabisa. Tutafute wengine. Ni kweli. Kweli kabisa. Nahitaji sana kuimarisha chama. Sawa. Lakini pili, mkae mnajua. Na hili ni hoja yangu ya mwisho. Mwaka 2020. Mwaka 2020 mnahitaji kuwa na chama imara sana. Kwanza, siasa zimebadilika. Siasa za awamu ya 5 ni tofauti na siasa za awamu ya 4. Awamu ya 4 ilijitahidi kwa kadri ya uwezo wake, lakini pili iliachia sana demokrasia. Ndio maana sisi tulipogombana na wenzetu huko tukaanzisha chama kingine. Kitu ambacho huwezi kuthubutu kwenye awamu ya 5. Sababu shughuli za kisiasa zimezuiliwa. Mikutano ya hadhara imezuiliwa. Kumkosoa tu bwana mkubwa ni shida. Kweli bwana. Kwa tunaenda 2020 na hali ngumu. Sasa jawabu moja ni uimara. Mkiwa na chama imara kwenye matawi, hamtatikisika. Na sisi Kigoma sio wageni wa hilo. Tumepita huko. Nishasema hawa na mambo hao wamepita kwenye magumu kweli kweli huko. Kina Kasiko wamekaa ndani siku 40. Kweli. Vijana walikuwa hawalali makwao, wanatafutwa kila siku na polisi. Tumepita huko sisi. Sasa hilo ile hali inarudi ile wakati ule. Sasa jawabu ni nini? Kwanza imara kwenye matawi. Mkiwa na matawi imara mtadhibiti tu. Mtadhibiti. Mkiwa nyinyi ni dhaifu, mtasukumwa. Mtatikisika. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, licha ya hali ya kisiasa kuwa imebadilika ni ngumu, lazima mweke mazingira ambayo 2020 mtu yoyote mtakayemweka kugombea udiwani, mtu yoyote mtakayemweka kugombea ubunge hapata kuwa na shida ya kushinda. Kama unanielewa nikusema. Mimi naweza kuwa na jukumu kubwa zaidi. Nikiwa na jukumu kubwa zaidi, maana yake ni kwamba mgombea hatakuwa mimi. Kwa ni lazima muwe na mtu ambaye ataingia na atapambana na atashinda bila shida. Mtu yoyote kama mna chama imara, kama matawi yenu yako vizuri, kama halmashauri yetu imefanya kazi vizuri, mtu yoyote mtakayesema huyu abebe bendera atashinda. Kama nielewa vizuri. Kwa hiyo lazima mjiandae saikolojia kwamba 2020 naweza nikaombwa kutekeleza majukumu makubwa zaidi. Kwa hiyo lazima huku pawe sawa. Mnanielewa? Kwa hiyo mna wajibu mkubwa wa kujenga chama chini vizuri, ili lolote litakalokuwa mambo yafanyeje?
Mambo yafanyeje? ACT Wazalendo. Nawashukuru sana. Sasa sijui tunakula hapo tunaongea au tunaongea tunaenda kula. Tunamaliza kabisa. Nataka kuna ushauri hapa. Sijui watu wa mwenyekiti. Kuna watu wale alafu turudi kuongea ili watafakari pia na hotuba zetu au waoja